Tunazungumza kuhusu utalii ndani ya taifa la Tanzania. Yapo mengi ambayo yapo ndani yake, nasi jukumu letu ni kuweza kutembea sehemu tofauti na kuweza kujionea na kukupa moja kwa moja. Leo safari yangu inakuja moja kwa moja hadi kwenye hifadhi ya taifa ya Mikumi, hapa ambapo ni pale ambapo unaweza kupata taarifa nyingi ndani yake. Karibu. Bari. Salama tu. Uko vizuri? Salama tu. Hapa mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Amani ipo imetawala? Kabisa, karibu sana. Shukrani sana. Safari yangu ni kwa ajili ya kuweza kuyafahamu mengi kutoka kwenye hifadhi hii. Ndio. Wanasema ni sehemu pekee ambapo ukiwa ni wakati wa asubuhi, mtu asishangae kulikuta kundi la twiga likiwa kama linapata breakfast ya pamoja asubuhi. Lakini upande mwingine unaweza kuona simba akiwa amekaa kama kwenye kikao hivi. Karibu sana. Kwa tafsiri rahisi ni kwamba ni sehemu iliyosheheni mengi ndani yake. Ya, na utafaidi sana kutembelea hifadhi hii, maana ni hifadhi pekee ambayo unaweza kuona wanyama wote kwa wakati mfupi. Ya. Sawa. Kwa hiyo imani yangu ambayo nampatia mtazamaji wetu ni kwamba kwa leo akisafiri nasi, inawezekana hajawahi kufika kwenye hifadhi, lakini leo mimi na safari na yeye hapa ya kumpitisha kwenye maeneo tofauti na kuweza kujionea akiwa hapo nyumbani. Naye anaweza kamasika siku moja akaja hapa Mikumi kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuweza kufurahia kile ambacho atakuwa anakiona, kuyapa macho fahari yake. Mikumi kunani hapa? Mikumi kila kitu ni fresh, karibu sana. Kwanza hifadhi ya Mikumi ilianza mwaka 1964 ikiwa na ukubwa wa kilomita za mraba, ina ukubwa wa kilomita za mraba 3230. Katika hifadhi hii ni hifadhi pekee ambayo iko karibu na miundombinu ya barabara ambayo unakuja na lami moja kwa moja mpaka kwenye lango kuu. Na ni rahisi kutembelea na kuona wanyama wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nakukaribisha sana tukaone wanyama porini. Sawa, huu ni Bi Helen Mchake ambaye ni mhifadhi mwandamizi kutoka hapa katika hifadhi hii ya Mikumi. Mimi ni Idris Abubakar ambaye utakuwa nami nikikupitisha kwenye vipengele kadhaa. Sasa wakati hatujaenda huko ndani, nataka nisikie kitu kimoja kutoka kwako. Anayekuja Mikumi hapa, vivutio gani haswa ambavyo ataviona ndani humu, hata tukienda tujue kwamba tunaweza tukapata hiki na hiki? Kitu cha kwanza hapa Mikumi, watu wengi wanasikia Big Five, Big Five. Big Five ni wale wanyama wakubwa watano ambao wana trophy za kipekee, yaani wana zile trophy zao zina faida kwa nchi na kwa mtu binafsi pia, hata akiangalia unaona ufahari. Lakini hapa kwetu katika Big Five tunao Big Four ambao ni tembo, nyati, chui na simba, ambapo tunabakiza faru peke yake, ndio hayupo. Ila wengine wanne wote akija ana uwezo wa kuwaona. Huo ni utalii wa kwanza kwa haya. Lakini pia tutegemee kwa sababu ni wanyama wa porini na hatujawafunga pamoja. Unaweza ukaja ukawaona wote kwa pamoja, au pengine ukaja ukaona wawili, au ukaona watatu, au ukaona wote. Kwa hiyo usishangae kwa sababu wanyama wote wanatembea. Yaani uzuri ni kwamba hata usipoona wanyama wote, lakini kitendo cha mimi kushuka kwenye gari pale na kufika hapa tu, hali ya hewa yenyewe tu imebadilika. Karibu kwa kwanza sana. Kuna furaha kuivuta ile hewa yenyewe ile tunasema ya asili kabisa kutoka kwenye msitu huu. Lakini kingine hapo tumezungumza kuhusu wanyama. Ndiyo. Vipi kuhusu ndege, miti na nini? Tunao aina tofauti za ndege zipatazo kama 400 species ambazo pia tunao ndege ambao wanasafiri, wale migratory birds ambao wanatoka Ulaya wanakuja huku wakati wa mvua. Lakini pia tunayo aina tofauti za miti ndani ya hifadhi, na pia usije tukasema kwa unakuja na kuondoka. Tunazo pia sehemu za kulala ndani ya hifadhi na ziko bei zake ni nzuri sana na ni standard kwa Mtanzania yoyote na mgeni yoyote wa nje anaweza kukaa. Karibu twende tukaangalie vivutio ndani ya hifadhi. Sawa, mimi nipo tayari kwa ajili ya kuweza kuyafurahisha yangu macho na kuwahadithia kile ambacho nitakuwa nakiona moja kwa moja. Tupate nafasi sasa ya kwenda kwa ajili ya kumuonesha mtazamaji wetu Tanzania Safari Channel kila ambacho kinajiri huko ndani. Nami nakukaribisha huko. Asante sana. Safari ya kuweza kumuonesha vivutio tofauti vinavyopatikana hapa katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Sisi tunaanza safari kwa ajili ya kuweza kuyaona yote yaliyopo huku ndani ya hifadhi.
mtu akifika hapa, kwa jinsi ambavyo nimejulishwa hapo awali, ni kwamba swala la sehemu ya kulala sio shida hata kidogo. Kwa kweli maeneo ya kulala yapo, ni mazuri na yanafaa kabisa kwa wageni wa nje na wageni wa Kitanzania pia. Tazame pia mandhari huko tukaone. Na hapa tunapofika sasa ni wapi sehemu hii? Hii hapa ni eneo jipya ambalo limejengwa siku za karibuni. Ndio. Ambalo ni jipya kabisa, lakini kuna vyumba vya kulala maeneo haya. Kuna tunazo family 3 na ambazo tunaweza tukakaa single au double, ziko 4 eneo hili ambayo bei zake zinatofautiana kuanzia katika eneo hili linaanzia 1,500,000 mpaka 2,200,000 katika sehemu ambapo tumekuja sasa. Kwa sasa hapa huko, maana hiyo hapa akija mgeni ambaye amekuja na familia yake, na maana kwa mfano baba, mama pamoja na watoto, au akaja wawili, mtu na mwenza au mtu peke yake mmoja, wote wana sehemu za kuweza kupumzika. Wote wanaweza kupumzika. Mama akiwa na watoto wawili wana uwezo wa kukaa mama, baba na watoto wawili kwenye nyumba moja, ingawa room zinatofautiana. Na room ya watoto huwa vitanda vyake ni vidogo kidogo, lakini kile cha wazazi ni ile king size bed ambayo wanakaa baba na mama. Na nikitazama mandhari inavutia kweli kweli. Ni pazuri kama unapoviona, nyumba zetu ndio hizi, zinavutia na nadhani watu wengi watazipenda pia. Ni sehemu ambapo watu watapapenda kweli kama ulivyozungumza. Wakati tunaendelea pia kutizama maeneo mengine jinsi yalivyo, kwa tafsiri hiyo, ndani ya vyumba hivi katika hii sehemu, ndani kuna nini na nini? Yaani atakayefika hapa, mtalii anavyokuja, kipi ambacho atakipata akiwa ndani ya nyumba hizi? Ndani ya nyumba ni nyumba ambazo ziko vizuri sana, kwa sababu kuna maji ya moto, kuna AC, kuna feni, kuna kochi la kukalia kama mtu amechoka kukaa kitandani anaweza kukaa, kuna viti pia vya kupumzikia na coffee table. Anapoingia kwenye hifadhi, wasiwasi wake unaweza ukaa vipi kuhusu chakula? Kawaza usiku nitafanyaje hapa? Chakula kinapatikana maeneo haya. Hapa unapata chakula na unaweza pia ukaagiza, kama unaona huwezi kwenda pale dining, unaweza ukaagiza na ukaletewa. Sasa Bi Helen, sasa ambacho natamani kufahamu, wapo wale wa Tanzania ambao wamekuwa na wasiwasi, anadhani kwamba gharama zinakuwa ni kubwa na nini, yule ambaye ana hali ya chini kabisa katika hifadhi ya taifa, tunasogea hivi katika hifadhi ya taifa ya Mikumi, unaweza kulala chumba chochote. Tunakuanzia hostel ambazo vyumba vya hostel vinaanzia shilingi 5,900 kwa kichwa. 5,900? 5,900. Analala ndani ya hifadhi? Yes, ndani ya hifadhi kabisa. Na hapo unaweza kuendelea, kuna cha shilingi 23,600 kuendelea mpaka kufika hii ya 2,200,000, ambayo hiyo 2,200,000 ukiambiwa 2,200,000 unaona kama ni kubwa sana, lakini unalala wewe, mke wako na watoto wako wawili. Kwa tafsiri hiyo, hata wanafunzi kwenye shule tofauti wana nafasi wakati wanapokwenda kwenye zile ziara za kimasomo na kujifunza vitu tofauti, akija hapa kuona vivutio vya utalii pia ana nafasi pia kuweza kupumzika. Wanakuja, sio kwamba wanakuja na wapo, na kuna booking nyingi za wanafunzi. Sasa tunatizama bado sehemu ambapo wanafunzi wakija hapa, pale ambapo wanapofikia wao tunazita hostels. Ndio. Bila shaka ni hapa ambapo umenileta sasa. Eneo hili ni eneo la hostel ambapo tunaweza kuaccommodate wanafunzi 67 kwa wakati mmoja. Pamoja na hayo, katika eneo hili hatujaweka tu wale ambao ni wazima wanaweza kutembea na miguu yao. Hata walemavu wana uwezo wa kuja na kuingia hostel bila shida yoyote. Tafsiri ya miundombinu ambayo imewekwa katika eneo hili haijambagua yoyote yule. Haijambagua yoyote. Safi. Hii nzuri kweli kweli. Na hostel hizi zinabeba wanafunzi wangapi umesema? 67 kwa wakati mmoja. Hadi 67. Karibu kuona katika hostel zetu. Sawa, ngoja nifike nami niwakilishe. Tukifika hapa, mwalimu aliyekuja na wanafunzi au group leader wa hiyo group ambayo inakuja kulala hapa, wanakuja wanajiandikisha hapa, kunakuwa na mhudumu wetu. Ndio hapo baada ya kujiandikisha wanaonyeshwa vyumba. Ambapo ndio sehemu hii tulipo sasa. Hivi hapa ni vyumba mbalimbali vilivyoko hapa
Okay. Katika vyumba hivi kuna vyumba ambavyo vina accommodate watu 10. Okay. Vingine vina accommodate watu 4, vingine watu 6. Inategemea na room. Na room zenyewe ndio hizi hapa kama tunavyoziona. Sawa. Sasa ambacho mimi nataka nijue, mzazi akiwa kule nyumbani akaambiwa mtoto wake anakwenda safari kaelekea Mikumi na akaambiwa atalala huko huko. Swali lake ambalo anakuwa nalo kichwani ni usalama wa mwanae uko wapi? Usalama ukoje katika sehemu hii? Anapoingia mahali hapa, kwanza anakuwa na wale walimu wao au wahudumu ambao wanahudumia wale watoto. Pamoja na hayo, hosteli yetu haiko wazi. Wakiingia huku ndani, mlango pale unafungwa. Kwa hiyo mtoto hawezi kutoka nje bila ridhaa ya mhudumu yeyote. Kwa hiyo wanakaa hapa, wanacheza, kama ni kucheza wanacheza hapa, wanaonyeshwa vyumba vyao na wanaendelea, wanakuwa na maisha, yani hakuna shida yoyote inayotokea wakiwa hapa. Okay. Ndio. Nadhani ni sehemu mojawapo pia ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya akili za wanafunzi kuwekwa sawa wanapokuja katika sehemu hizi za hifadhi. Faida kubwa ya mwanafunzi kuwa analetwa huku ni ipi? Kwanza ni kujifunza yale anayofundishwa darasani. Anafundishwa wanyama, simba, tembo, swala hajawahi kuwaona, unaona tu labda kwenye picha na nini, lakini akija hapa atawaona live na pia yani ata refresh mind kuona kuwa ametoka kwenye yale mambo ya darasani, amekuja kuona uhalisia wenyewe. Na sehemu za hifadhi pia zinaweza zikawa zinapunguza mzigo pia kwa walimu kule. Inatengeneza urahisi wa mtoto kuwa anaelewa, tukimsema simba, simba ni huyu na anamfahamu moja kwa moja bila shaka. Kabisa. Tumeingia kwenye muonekano mwingine hapa wa nyumba tofauti na zile ambazo tumeanza nazo mwanzo. Hizi za hapa vipi? Hizi hapa pia ni nyumba za kulala wageni wanapotembelea hapa hifadhini. Lakini zile ni mpya, hizi zilikuwepo. Yani katika harakati pia za kuzidi kuongeza ule ufanisi na kuongeza malazi ili Watanzania wasije wakasema tulishindwa kulala porini kwa sababu hamna maeneo ya kulala. Okay. Kwa hiyo baada ya hizi tukaona bado ni chache, ndio zimeongezwa zile. Sawa. Sasa wakati unazungumza hivyo, natamani pia Mtanzania asikie hapa moja kwa moja. Ukiambiwa uzungumze kwa maneno machache, ni kitu gani ambacho unaweza ukamwambia yule ambaye anatutizama? Nawaambia kuwa Watanzania wote, karibuni Hifadhi ya Taifa ya Mikumi. Unapata malazi mazuri, unapata hewa nzuri, unapata pia chakula cha asili ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Mikumi. Gharama za hapa zinaanzia kuanzia 35,000 mpaka 88,000 kwa Mtanzania. Okay. Alafu kwa mgeni? Kwa mgeni wa nje ni kuanzia $35 mpaka $88. Okay. Bana, ndani ya Safari Live sasa ambacho tunahakikisha kwako ni kwamba uweze kuyafahamu yote. Siku unapojipanga kwa ajili ya kuweza kufanya utalii, ujue kwamba huku kuna kila kitu ambacho utakipata, lakini pia na uzuri wa taifa la Tanzania utazidi kuona kupitia hapa katika Hifadhi ya Taifa ya Mikumi. Tunakwenda sehemu nyingine pia kutizama, hatujamaliza. Karibu sana. Sasa vivutio ni vingi ambavyo tunazidi kuviona hapa, lakini moja ya vitu ambavyo nimevisikia na nikatamani nikifika hapa nimuoneshe yule ambaye anatutizama ni kuhusu viboko ambao wanapatikana katika eneo hili la hifadhi Bi Hellen. Bila shaka hapa ndo pahala pake penyewe ambapo umenisogeza huku. Hapa ndio bwawa la viboko na mabwawa yote ya viboko, mabwawa yote yaliyoko katika hifadhi hii ni mabwawa ambayo yametengenezwa. Okay. Mengine yalikuwa ni ya asili lakini madogo, lakini hifadhi imefanya juhudi ya kuyapanua zaidi. Okay. Kwa hiyo karibu yote ni ya kutengeneza. Kwa yote ni ya kutengeneza aliyoko hapa. Wanawataja viboko kwamba ni kama majitu fulani hivi matulivu ambao ni makubwa kweli kweli, ama mnyama mtulivu ambaye ana ukubwa wake wa kutosha. Hivi hali yao ikoje? Ni watulivu ama wana ukorofi wao pia? Kiboko kwa asili yake ni mpole, ila ndio mnyama pekee anayeongoza Afrika kwa kuua. Okay. Inasemekana kuwa akifuata njia yake, huwa kiboko anakula majani. Mchana anashinda kwenye maji, usiku anatoka kwenda kwenye majani, kula majani. Na akitoka huwa anafuata njia ile ile ambayo anatumia kila siku. Akitoka akikuta na kitu chochote kimemziba kwenye njia yake, huwa anakiharibu ili aendelee na safari. Kwa hiyo mara nyingi unakuta labda watu wanalima kwenye mashamba na wamejenga vile vijumba vyao vya kuishi kule, akiwakuta anaharibu nyumba yao, anaweza kaenda pengine akaua au akafanya nini na kuharibu mashamba ya watu. Yaani hataki kikwazo kwenye njia yake. Kwenye njia yake. Na mimi ndio mwenye haki peke yake. Kuna mnyama ambaye anamsumbua? Ambao hata mshai kushuhudia kidogo
mapigano hayo huku ndani. Kwa kweli hatujawahi kuona hivyo, ila kiboko ni mnyama mkubwa. Ana uzito wa tani 2.5 mpaka tani 3. Kwa hiyo linganisha, ni mnyama ambaye hata gari ndogo haziwezi kumbeba. Ni mnyama ambaye ni mkubwa. Nje ya viboko kwenye mabwawa yaliyoko hapa, kipi kingine ambacho kinapatikana humu ndani? Tunaweza kupata pia mamba. Mamba pia wanapatikana kwenye mabwawa haya. Na mara nyingi huwezi kuwaona, labda awe anaota jua pembeni. Ndio sababu hata sasa hivi tulivyo hapa hatumuoni mamba yoyote, lakini wamo humu. Watalii wanaokuja wanatoka sehemu tofauti, Helen. Sasa kuna mmoja anaweza kaja ambaye ana mapenzi na kupiga mbizi. Hakuna ambaye ametamani kujirusha humu hata siku moja? Hapana, hatujawahi kupata incidence ya namna hiyo. Na pia unaona hali ya maji hayo maji sio masafi. Unaweza ukapata magonjwa pia kuoga kwenye haya maji, kwa sababu wanyama wanakunya huko na nini. Kwa hiyo tafsiri rahisi ni kwamba hairuhusiwi pia kufanya hivyo. Hairuhusiwi kabisa, na kuna umbali maalum unatakiwa kukaa kati ya ukingo wa bwawa mpaka tulipo. Kama hapa unapoona tuko karibu mita 5 kutoka kwenye bwawa kabisa. Kwa hiyo mtu akikuruka kuanzia hapa mpaka kule, hata guide akiwa anamuongoza anakuwa tayari ameshamuona na kumuokoa kwa haraka. Pamoja na watalii ambao wanakuja huku, bila shaka hata wale ambao wanafanya tafiti ni sehemu ya makundi ambayo mnayapokea bila shaka. Yes. Basi tuendelee kutizama pia na kuona sehemu nyingine, kuweza kusikia pia hadithi kuhusu wanyama tofauti ambao wanapatikana hapa. Wewe binafsi, kwa muda ambao umekaa hapa kwenye hifadhi, ni mnyama gani ambao unapenda kumuona mara zote? Mimi mnyama nayempenda kumuona ni ngiri. Ngiri. Kwa nini ngiri? Nampenda ngiri kwa sababu kwanza anafurahisha. Ukimuona tu hata wakati anakula, anavyokula, anakunja miguu yake ya mbele, anakula. Anavyokimbia, wakati anakimbia anapandisha juu mkia wake. Kwa hiyo mimi nampenda sana nikimuona ngiri anavyokimbia. Na sifa yake kubwa ni mbio hizo. Yes. Sawa, basi hata ambaye anatizama hapa, una nafasi ya kuja kumuona ngiri pamoja na wanyama wengine ambao wanapatikana sehemu hii. Lakini kupitia Safari Live ya Tanzania Safari Channel, sisi tunakuonesha mengi ambayo yako hapa, na wewe linabaki jukumu lako la kuweza kufanya utalii wa ndani pia ya mipaka ya taifa la Tanzania. Itoshe kusema kwamba mimi nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama nitaacha kumwambia pia anayetutizama uzuri ambao unauona katika hifadhi hii. Yaani kiukweli lazima ambacho nakiona kwa macho nimwambie naye aweze kukifahamu. Lakini natamani tufahamu, ili kuweza kufika kwenye eneo hili la hifadhi hii ya Taifa Mikumi, anayekuja anaweza akatumia njia gani za kuingia hapa? Kuna njia mbili tunaweza kutumia kwa kufika Mikumi. Njia ya kwanza ni njia ya barabara ambayo unakuja moja kwa moja na unaingia lango kuu ambao nimeitumia mimi ambalo uloingilia leo. Lakini njia ya pili ni kwa njia ya ndege. Ambayo unaweza ukaja na ndege na ukatua mahali hapa. Ndio hapa tulipo sasa. Ndio. Sasa nifahamu pia kwenye njia hizi ambazo zinatumika kuja hapa, kwa siku zinaweza kutua ndege ngapi kwenye uwanja huu hapa unaopatikana ndani ya hifadhi? Inategemea. Kipindi hiki cha low season tume experience mara nyingi zinatua 2, 3 mpaka 5. Lakini high season mpaka 12 huwa zinatua, na zinatua ndege kubwa. Lakini kipindi hiki cha hizi low season nyingi ni hizi ndogo. Lakini hapa tunaona kama leo kubwa moja imetua na ndogo moja. Sasa umenitajia idadi ya ndege ambazo zinafika hapa kwa makadirio, labda kwa siku. Umetaja nyakati mbili tofauti. Kuna kipindi ambacho idadi ya watalii ni kubwa, kuna kipindi ambacho inakuwa ni ndogo. Kipindi ambapo idadi inakuwa kubwa, wanaweza kaingia watalii wangapi kwa kutumia uwanja wa ndege? Wanaweza kufika mpaka wageni 400 kwa siku. Lakini low season mpaka wageni 40. Ndio kiwango ambacho tume experience sasa hivi cha chini. Kwa njia kubwa ambazo zinatumika hapa ni gari pamoja na ndege. Nikija na kibaskeli changu sinaruhusiwa kuingia pia? Hapana, hairuhusiwi kwa sababu ya usalama. Tunaruhusu magari tu, baskeli, pikipiki, bajaji hapana. Sio naingia nayo pale na iacha kule alafu natumia usafiri wa ndani? Unaweza kuja nayo. Ukipita nayo barabara kuu ukaingia pale unaruhusiwa, lakini kuanzia pale lango kuu kuja ndani ya hifadhi haturuhusu. Mara nyingi natamani nifahamu wageni ambao wanakuja hapa. Tuzungumze kwanza kwa wageni wa nje ambao wanafika hapa. Huwa wanapenda kuona nini zaidi? Kila mgeni anakuwa na interest yake.
lakini wageni wengi wanapenda kuona wale big four ambao wako hapa hifadhini. Lakini kuna wageni wengine wanapenda tu kuja ku refresh, kuangalia maeneo ya asili. Kuna wengine wanapenda ndege, wengine wanapenda tu kuona mandhari ilivyo ya hifadhi. Inategemea na mgeni ni nini anachokipendelea. Mtu akija kutembea, kuna mbona anaruhusiwa kwenda kwa mguu kuona wanyama? Kuna sehemu unaweza kutembea kama hivi? Yes, kuna sehemu za kutembea kwa miguu. Katika utalii kuna mazao tofauti ya utalii katika hifadhi hii. Kuna kutembea kwa miguu, kuna kutembea kwa magari mchana na usiku, kuna pia kuangalia ndege, ndio ambayo tunayo kwa sasa hapa kwetu. Ndio. Abiria ambao ama watalii ambao wanakuja kwa kutumia ndege, asubuhi ndo wanakuja au muda ukoje? Muda ambao unatumika kwa watalii kufika hapa unakuwa ni muda gani? Mara nyingi ni asubuhi kuanzia saa 12:30 mpaka saa 4 wanakuwa tayari wameshafika hapa, wanatembea hifadhini. Kuanzia saa 9 wanaanza kuondoka. Yeah. Kwa hiyo hayo ni sehemu ya yale ambayo ni mazuri ambayo unayapata kwenye sehemu hii. Mimi ambacho nakuhakikishia ni kwamba kwa nyakati zote ambazo niko hapa ndani ya Safari Live kupitia Tanzania Safari Channel, na hakikisha wewe unaweza kufahamu kila kivutio kilichopo katika hifadhi hii, ili hapo ulipo hata siku moja ukipanga kwa ajili ya kuweza kufika, huwe tayari umeshaupata urahisi, lakini pia ujue ukifika hapa unakuja kukiona kitu gani. Bi Helen, sisi tuendelee kuyatazama mengine ambayo tutayapata hapa ndani katika hifadhi hii. Bila shaka tutapita pia kwenye sehemu nyingine. Kabisa, karibu sana. Viona vivutio vingi vilivyoko hapa. Kabisa, vipo vingi. Yeah. Na nikitazama mandhari ya uwanja huu panapendeza kweli, lakini hakuna mpango pengine wa kufanya maboresho zaidi kwenye uwanja wa ndege ulioko hapa? Huu uwanja wa ndege ni kipande tu cha ambayo uwanja unatengenezwa upya. Na huu uwanja wa ndege uliopo sasa hivi ni kama mita 800, lakini utakuwa ukitemalizika wote utakuwa kilomita 1.8, ambao ofisi zake zitakuwa kule mbele tunazoziona pale. Lakini uwanja utaanzia huku na runway itakuwa mpaka kule chini. Kwa hiyo na uwanja huu utaboreshwa kwa kuwa wa kimataifa, kwa sababu ndege kubwa kabisa zinaweza kutua. Na unawekwa polma ambayo inafanana kidogo na lami. Kwa hiyo itakuwa hakuna shida kwa wakati wowote, wakati wa mvua na wakati wa kiangazi. Unamwambia nini huyu ambaye anakutizama hapa kwa sasa? Nawaambia karibuni sana kutembelea hifadhi ya taifa ya Mikumi. Unaweza kutoka Dar kutumia SGR mpaka Morogoro, ukachukua gari ukaja mpaka Mikumi na ukaenjoy mandhari nzuri ya Mikumi inayovutia kila mtu. Tuendelee kumuonesha hiyo mandhari ambayo inavutia. Karibu. Tumefurahi pia kututembelea. Na pia tunakukaribisha uwakaribishe na ndugu jamaa na marafiki kutembelea hifadhi yetu. Sawa. Basi kwa sababu tumetoka nje hapa, tumefika tamati ya ziara ambayo tumekuwa nayo ndani humo. Umekuwa ni wakati mzuri kweli kweli. Sasa wakati tunafika hapa mwisho, mimi naelekea kukuaga wewe. Pengine tuzungumze na Watanzania. Unawaambiaje wale ambao wamekuwa wakitutazama? Kwa kweli nawakaribisha Watanzania wote kutembelea hifadhi ya taifa ya Mikumi. Hawatafurahisha tu macho, watafurahisha mwili na akili zao pia zitakuwa fresh kwenda kuanza maisha mengine wakitoka porini. Porini kunafurahisha, porini kuna vivutio vingi na tunawakaribisha sana. Na sio Watanzania tu, hata wageni wa nje tunawakaribisha pia. Helen, mimi nikushukuru sana. Asante, karibu sana tena na wakaribishe na ndugu zetu. Shukrani sana. Mtazamaji, haikuwa safari tu ya kuona wanyama walioko hapa, ilikuwa ni safari ya kuweza kujifunza mengi, lakini kuweza kuona mengi ambavyo ardhi ya taifa la Tanzania jinsi ilivyobarikiwa kipekee kabisa. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuweza kukamilisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo, jina langu ni Idrisa Abubakar. Tunasema Tanzania Safari Channel tumerithishwa, nasi tunalo jukumu la kuwarithisha vizazi na vizazi. Kwa heri kwa sasa, endelea kufuatilia matangazo kupitia hapa Tanzania Safari Channel.